Mama ilagano. Ilagano. Kumba. Wewe. Tutakuja kukumaliza. Fanya tulivyokuagiza. Nia msumbui tena mnitishi kabisa. Toso nimekaa chini ukanaona mfupi. Oya, mimi siogopi baba. Mimi siogopi kabisa. Na siku nyingine hao kutuma ambao mtume mtu mwenye nyama kidogo. Soma kutuma njiti. Anaka usumbui wewe. Sasa bora mimi nisiokuwa na nyama na ndio maana siliwi. Wewe mwenye nyama ndio maana tutakuhitaji tukule. Na subutu. Mume nani? Nia msumbui. Ani nyama mnitishi kabisa. Afu sikia mimi mwenyewe 4 kitambo. Yaani kabla sijaanza hizi kazi nishakichapua sana. Ngoja kwanza. Waijua hii. Anayejia mimi apigi kelele. Una mbavu mbili. Unajikuta potea mpumbavu wewe. Unanitisha mimi? Mtume. Watu wamjua ogopi. Shanchangamsha. Ilagano mama ilagano. Kaka. Anaongea na wewe. Ongea na usikilize. Kaka, kama ugomvi sisi wagenda kuongea na wewe. Kwani mdomo unasikiliza au masikio ndo anasikia? Kaka na wewe. Ongea na kusikia. Aya tuache. Kaka, yule mwenzangu aliyeleta barua ataka aje kuleta mahali kwa ajili ya ndoa. Hilo swala ni zuri. Na mimi nilikuwa nalihitaji, ila mimi siwezi kumuozesha mdogo wangu kwa mtu nisiyemjua. Ingekuwa ni vizuri zaidi ukamleta nikamjua ili mambo mengine yaendelee. Kwa shida ni kumjua tu. Ndio maana. Basi haina shida, nitamwambia. Kwa jitahidi inakuwa vizuri aje nyumbani tumfahamu. Ndio mambo mengine yatafaa. Basi sawa, haina shida, ila kaka naye upunguze siri, asadi na kuogopa ka. Usianze sasa naye mambo yangu Ilagano mama ilagano mama ilagano. Mkuu. Mganga amenizalilisha sana. Zalau hivi ni tu. Mganga mimi ameniita mbavu mbili. Ananiita njiti. Tena haitoshi. Ananiimbia taarabu. Kwa nini unaleta mazalau kama hayo mganga? Mkuu, hilo swali mimi itabidi nikuulize wewe. Sababu wewe ndo mkuu wangu. Nitu. Habe mkuu. Kwa nini umevaa mavazi haya saizi mchana? Unafikiri watu wote vipofu? Wengine wana macho yao. Mkuu, samahani katika hiyo. Ila nina hasira sana mkuu. Ndio maana nilivyotoka kwake sikukumbuka hata kwenda nyumbani kubadilisha nguo. Hivyo nisamehe mkuu wangu. Sasa tutamfanyia dawa yake. Kwa hiyo tunamfanyaje mkuu? Kazi yake rahisi. Mwezi 26 tutamfanyia kazi yake. Sawa mkuu, nimekuelewa. Umeelewa eh? Haya, safari salama, safiri salama. Ni kazi kweli mganga anatusumbua. Mpaka Nitu ameshindwa kumdhibiti ule mganga. Acha, yule mganga kweli kiboko. Haya, tuangalie. Batau. Mpaka leo umekaa tu unaniambia kama mpangaji kaja, kama hajaja, au kwa vile hela umekuwa peke yako. Swala mpangaji.
Mpangaji ameshahamia pale. Lakini sasa huyu mpangaji sio kama tutawezana na mashaka naye kweli. Kwa nini? Kwa sababu ametoa kodi ya miezi 4 hali ya kuwa tumedai miezi 6. Sasa sijui itakuwaje mwisho wa siku. Asije akawa msumbufu. Wewe kwenye hela. Hata angetoa miezi 6 ungeniambia kwani. Ningekwambia bwana mke wangu. Mambo mangapi mimi nakwambiaga wazi tu. Nikufiche ya nini? Alafu nimekumbuka. Ile nyumba ina mauza. Yaani ile siku ndio nikafanya usafi. Ule mlango wao unajifungua. Yaani unajifungua kabisa, unaona kabisa hatua za mtu anatembea hivi. Mambo bado ya zamani sana. Mambo ya jadi sana. Inakuwaje hiyo? Yaani sije kuongelea jambo kaniamini. Haya nigera mimi kanwe. Eti ni bela. Ina maana ushahama katika mambo yako ya mauza. Nimeongeja niamini. Mimi nakwambia kitu cha serious kabisa. Mule kuna jambo, utaki kuniamini. Mimi nifanyeje? Sasa subiri huyo mtu akihamia alimkute. Shauri yako kwa sababu nishakwambia taarifa hizo. Sasa pesa iko ndani pale. Nimekuachia katika meza, juu ya meza pale, meza ya TV. Utakuta pale. Ila chenja yangu utaniachia. Unakaa hapa? Mimi nakaa hapa. Si nilisikia unaumwa. Ndiyo mimi niko naumwa. Sema mkono wenyewe sasa hivi unapona. Kwa nini ulifanyaje mpaka kwa unaumwa? Story ndefu. Sio unajua utoro wangu. Narudi shule saa 6 nimetoroka shule. Kupita kakutana na bibi mkubwa atoa miskule. Skule? Miskule yenyewe. Sasa umbe yangu sio unajua bwana. Nikazunguka nyuma ya nyumba kwenda kumchungulia. Nilipomchungulia mbele naona nyuma naona. Ile kunishika nikaanguka nikapoteza fahamu. Nilipokuja kurudi fahamu kajikuta nipo nyumbani. Sasa unamsukumiza unampiga hata mgumi. Sasa ngumi unazitolea hapo. Unataka kumpiga mchawi kweli? Sasa unakaa hapa? Mimi nakaa. Basi mimi ngoja niende nyumbani nikabadilishe nguo. Twende mpilani afu unihadisie kwa zaidi. Sawa. Sapuna nacheseka wailagano. Hapo unatokea. Mariam, unafahamu nini kuhusu mambo yetu ya kuchana? Hujui kitu? Au tukiwa uwanjani unaona kama tunacheza ngoma ya Zuchu? Mimi nataka nikwambie kitu. Mariam, kuna mambo mengi sana unatakiwa ufahamu. Mambo mengi sana, kuna siri kubwa umefichwa. Unafahamu nini kuhusu kitu cha kiuchawi? Ufahamu kitu? Ina maana dadako hajawahi kukwambia chochote? Hajawahi kuniambia chochote. Mimi nataka nikwambie kuhusu kitu cha kiuchawi. Kitu
Unataka kumwambia nini? Na wewe kama nani kwa Ushu? Huyu ni mdogo wangu mimi. Mambo yote yanayemhusu yeye kuhusu uchawi, mimi ndo napaswa kumwambia au kuto kumwambia. Mimi ndo mwenye mamlaka hayo na si wewe. Wewe kama nani kwanza? Sikia nikwambie, mdomo chako na kielele chako kitakuponza. Alafu siku zote mdomo unaponza kichwa. Sasa nawe unaona huo mdomo wako utaponza kichwa chako. Rudia tena. Na wewe yaani wewe kila siku utaniona mimi tu naongea. Kila siku utaniona mimi nagubu. Chai mpaka sasa hivi muda gani sasa ndio unaunywa chai? Kaka na umezidi gubuka. Alafu ndio Ali ndio ukaolewa. Nataka kuolewa. Wali. Na kwa gubu lako ndio maana umeacha mke. Na mpaka leo hujaoa. Yanakuhusu? Yaani muda kula semana tu. Wewe kila siku gubu. Bwana tolee kelele usinichelewesha chai hapa. Nakula uliziki. Maana semana. Tusa, nakula vyote hivi. Odi. Karibu. Asante. Kwema jamani? Kwema. Swedi na shida naye. Rukia sasa hivi. Nzima karibu. Asante Swedi. na shida naye mara moja. Sasa hivi? Sasa hivi. Kunywa chai hapo na msengana. Si upoje sijui. Bibi tena mbona yeye hapa nyumbani? Niache. Yaani hapa nilipo nina tweta. Jasho linanitoka, pressure iko juu juu. Katika kupita pita zangu. Nikakutana na Mariam. Kutana na Mariam, nilikuwa nataka nimwambie habari za kuhusu kile kiti. Si akaja nitu. Kaniongelea maneno makali. Yaani kama ningekuwa na pressure, sasa hivi nishadondoka. Ungesikia bwana somea. Kwa hapo nataka nikusaidie nini hapa? Wewe Swedi unaliona dogo hilo? Hapo natakiwa mimi na wewe tushirikiane. Tumwambie yule mtoto ukweli. Usiadaike na iko cheo alichokupa. Iko cheo anakuzuka tu wenzia siku yoyote wanakugeuka. Hivi na akili zinafanya kazi kweli? Nimeshakwambia vipi kuhusu mambo yako? Mambo yako umeanza wewe, yamalize mwenyewe, sihitaji unishirikishe. Swedi, mimi na wewe natakiwa tushirikiane. Usiadaike na iko cheo alichokupa. Wale siku yoyote wanakugeuka. Kwa kazi uloifanya, kile cheo ulitakiwa upewe wewe. Ujiulize mara mbili mbili. Kiendelee na hao mambo yako. Nitamwambia na mkuu. Nakwambiaje? Ipo siku utakuja kunikumbuka. Iko cheo walichokupa wanakuadaa wenzio. Hapa tumesimama. Utakuja kunikumbuka, Somea aliniambia. Na mimi utakuja kunikumbuka. Hapa tumesimama. Naondoka kwangu sasa hivi. Toka kwangu. Sitaji tena uletee mambo yako ya kijinga. Watu wengine sijui vipi. Katoka huko nimevurugwa naye anachanganya. Shenzi kweli. Mariam. Abeda. Kuna mtu yote hapa alikuja? Hapana. Leo nitoka kwenda popote? Sikutoka. Hebu nyanyuka hapa. Maana ukikaa chini utakuwa ni ile vizuri. Mariam, kuna mtu anaingilia kazi yetu. Ni nani? Masu anaingilia kazi yetu ya kichawi. Sasa basi,
nataka nikupe kazi. Nenda kampe onyo, nenda kamwambie aache kufuatilia kazi za watu, na sivyo tutambaliza. Sawa, nitalishughulikia. Na kuaminia jembe langu. Okay, kwa malizie. Niko ndani. Tia, usipeleke maua ti. Poa vipi babu? Mama. Njia nzima unapita na mipombe yako, unashindwa kutulia hata huko kwako. Sasa hapo ndio nilikuwa napataka mjomba. Yaani afadhali mimi nenda kunywa pombe kuliko wewe unaofanya ushenzi usiku wa manane. Shamba mkubwa tena kuahidi. Ipo siku ambayo sio kwa na jina lolote. Upumbavu wako wote unaofanya usiku tutaweka wazalani. Kila mtu akujue wewe ni nani. Shenzi mkubwa. Sema sikia babu. Tusifuatiliane sawa? Nakwambia hiko unachokifanya kifikiria na kutafakuri. Eti kutafakari. Najua mwenyewe. Wewe Mbona uko busy sana? Na mazungumzo nayo na kuna kitu ambacho kinaendelea kunigonga katika kichwa changu. Iwe mchana, iwe usiku. Swala liko hivi. Nataka nijue wewe na Nitu. Yule msichana Nitu. Nataka nifahamu mmeshaje na swala lenu. Naomba. Si tumeshaongea hivi. Umeniuliza siku na nimekujibu kama mimi na yeye hatuna chochote. Amini nikufiche nini hapa? Unajua mke wako sina tabia mashoga. Hakuna lolote. Hakuna. Toka nipo na wewe miaka nakatika sasa. Kwa hiyo kama kuna kitu unanificha wewe, mimi nafahamu vizuri. Umeshanielewa vizuri. Na Nito wakati ananifuata mimi kuja kunieleza ile swala, inaonekana jinsi gani alivyokuwa serious kwa jinsi alivyonifikisha mimi ujumbe. Unajua aliniambia mpaka furaha ya ndoa yangu nitaipoteza. Hapo sikujua anamaanisha nini. Kuna kitu unakifahamu mkangu, hebu niambie ukweli kwanza. Mume wangu. Wewe ndio mtu anakutaka wewe. Mimi sina chochote ambacho nakificha. Unajua mume wangu nakupenda. Na watu wengi wanajua kabisa kama mume wangu nakutunza. Wewe ndio dada anakuhitaji tu. Unajua mkangu, nikwambia kitu kimoja. Hapa kijijini kote hapa, mimi ni mtu ambaye nimeonyesha dalili au unafuu fulani wa maisha wa kufanikiwa baada kuwa na kajiuwezo kidogo. Kwa hiyo nahisi kajiuwezo kangu unatumia fursa wewe kuingizia mambo yako ya mikopo, unaendesha mambo yako ya mikopo. Wewe unafika mbali sana. Yaani mimi adhabu zote nilizozipata leo tufanikiwe mimi nikachukua mikopo kweli. Nani asijua kama mikopo na filisi? Yaani mume wangu wewe ndio washaka. Kwa hiyo uniamini mke wangu. Nakuja kuona matokeo yake. Lakini wenyewe wazungu wanakwambia take care. Yaani kuwa makini. Nimekuelewa. Lakini mimi sina chochote macho.
anateseka kwa ilagano aliloliweka, Nitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka, Sapu naye anateseka kwa ilagano aliloliweka, Nitu naye anahangaika kwa cheo anachokitaka. Ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano, ilagano mama, ilagano, ilagano.